Shalom, shalom. Wamama sisi ni mashujaa. Sisi ni wasaidizi. Amena. Mimi nataka kuleta jibu. Biblia inatuambia mwanaume ataacha baba na mama, atafuata nini? Kile kenye akupewa na wazazi wake atakifuata kule, kwa sababu ni kitamu. Ingine inasema mwanaume hakuumbwa juu ya mwanamke, bali mwanamke aliumbwa juu ya mwanaume. Juu mwanamke ampe nini? Biblia inasema wakati Mungu alimuumba Adamu, alikuwa peke yake na wanyama, hakuona cha kumpa utamu. Lakini walipoumba mwanamke, anatoka katika usingizi, akaona kafie kazuri, akaona tumaziwa, akaona se ventre, akasema sasa huyu ananiletea utamu. Ni mfupa katika mfupa wangu, ni nyama katika nyama yangu. Kile sasa kimfupa kenye wako wanatuambia, kile kimfupa chake kile ndio kwenye tulitoka emo. Kwa kile kimfupa tunaendelea. Qui trouve une femme trouve quoi? Bonheur. Sawa. Okay, ya mwisho bali tufundisha juu ya vidole. Hivi vidole vitano. Kila mtu hapa iko na cha kwake, na anajua jinsi ya kukitunza. Rafiki yangu, mama mwenzangu, ukikutanana na aka katakupa utamu, wewe utampa utamu. Bwana awabariki. Mwanamke ndiye mtamu. Mama anasema mwanamke ndiye mtamu, na mimi najisemea mwanaume ndiye mtamu. Kwa sababu gani nasema mwanaume ndiye mtamu? Mwanamke alifichwa ndani ya mwanaume. Utamu wa mwanaume ulikuwepo. Utamu wa mwanaume ulikuwepo. Jamani tukae sasa. Mama Clarice, tukae sasa. Utamu wa mwanamke ulikuja kufunuliwa na mwanaume. Lakini tena wote ni watamu. Tunaendelea. Utamu wa mwanamke sasa. Biblia inaongea ndio. Mwanaume anatamani kwa kufanya nini? Mwanaume anatamani kwa kufanya nini? Kwa kufanya nini? Mwanamke anatamani kwa kufanya nini? Kwa tendo la ndoa. Mwanaume anatamani kwa kumuona mwanamke. Kwa tendo la ndoa, mwanamke anashtuka kwa kupapaswa. Sasa nguvu iko kupapaswa au nguvu iko kuona? Nirudilie. Kwa tendo la ndoa, mwanaume anatamani kwa kuona. Akikuona huko muuniforme ya mbinguni, pale bendera inaanza pepe.
Bendera inapepe. Inangojea mwatakamata ile muti ya drapo aisimamishe vizuri. Mwanamke ili afikie kwa kuingilia ndani ya tendo mpaka wamuguse. Wasipomugusa atabakia kama hii. Nguvu ni kuona, nguvu ni kuguswa. Tutaendelea mpaka usiku. Katika na hapa mnaikala kama kwenye barabara watu ndio wanasikia salvamara alisunga huyo tutamwangalia usiku unaitiwa kuwa kipara sofu mkichwa unapangaliwa kuwa kipara sofu maana nywele zako ni utukufu wa nani? Panaposalia pote mwanamke anapaswa kuwa kipara. Hapa nikisema tumuinue Yesu anataka tushinde Yesu hapa kulia anataka tumuinue Bwana Yesu sina Yesu anabeba hata kama hivi sasa bila kucha hapa wale wanaficha dunia kabisa. Sasa tendo la ndoa ni tamu lakini tendo la ndoa kwa ajili ya kumleta ule utamu wake linaandaliwa. Si kweli? Tendo la ndoa linaandaliwa. Wamama walokole ishaka kufanya wakiroho sana sana. Mapenzi wanayachochea soft kwa wale ambao hawajaoana. Ndio wenye kitabu cha wimbo ulio bora inakataza. Inawaambia usiyachochee mapenzi kabla hajaona vema yenyewe. Lakini kwa wale ambao tuko ndani ya ndoa, mapenzi tunapaswa kuyachochea. Tunakubaliana kwa hayo? Sasa ile maneno ya mahaba ulielewaka wapi? Ukikuwa ukitanda ni habari za kanisa. Wale mwili yako ni habari za pasteri. Tendo la ndoa linaangaliwa kwa maneno ya mapenzi. Ujifunze kuandikia kwa SMS. Wako hapa. Acha nijirudilie. Wakati wote mume wako alikula pesa kwa kazi. Kwa sababu tu walishikana. Baba huyu anatusema tuvuga. Baba muligala wala muligala. Akasema wewe ndio mtenda telefoni hapa. Hata timia tumshana telefoni hapa. Kila mtu yake bibi yake. Ndio ndio hata ngoro. Mwenye wataitika tu sheri. Uwe watapita ya sheri. Mbele ya kitu chochote kile. Mbele ya kitu chochote. Tunashika franga. Tunashika franga. Baba wewe akashika. Baba anashika franga. Kwanza na mambo ya hapa. Bibi anapokea mgora. Bibi kimrea masawa kwa kazi. Mimi maezi sawa kwa kazini. Akatoka akubwa. Pili wakati watatu.
Mimi sasa sewe leo niko na kisi bishaka kama ni muda kama ni bishani ikolea mimi muda wote tu si leo fanya wote sijisikia kumida kama mjinga ndio kwa kumama akiniita tu mama gaibu nataka wisheri nataka wisheri ndio niko nitaka wisheri asipoze sheri namsikia papa sheri unasema nini sheri niko naongea unasema na hapana kaisa sauti ya kuhubiri hapana kulia kawaida sauti na kawaida sauti nijaji ndio wanaipalilia mtu wanapaganda ikapokea simu wisheri wanakuwa tunataka sana ile kuko mgawanja tani yeye sio mshahara wake hata mshahara wake juu nilitaka kuishi sheria na nitakuishi mbona itakaba wewe utawakuta wewe alo unasema nini sasa ufikiri na wao baba mzima unasema nini baba maneno wenyewe hakushana ukiongea hata kama bendera ilikuwa inasinzia itasimama. Sasa tendo la ndoa wanadamu wote wanaliandaa kutegura kwa maneno hawaliandaa ile sana ni hapa mkichwa mumutwe wanaliandaa toka asubuhi tegura kwa mgatondo mwandikie ka SMS ngaandike SMS alifika mkazi yashite mkazi ulize ulifika salama baadhi washite sana na kutakia kazi njema na kuifundisha kazi keza alifika muda mwingine kagekini gile sheni na kukumbuka okona tunakukumbuka yeye anaelewa tu moja kwa moja haukumbuki yeye kwa mbele unakumbuka Filipo kumbuka Filipo nakuomba tu uwe msafi ukiwa mchafu utapunguza mume wako au kunyamana watu mgabo wawe unajua kama utaingia Kanani lazima injili Kanani koga kabla ya saa ni uoge isani mbele koga kabla ya ni uoge isana mbele ulishika kwa mafiga wili uligusa chumvi uligusa makara makucha yingia kwa uchafu kisha wewe unaenda kugusa papa sana vya kupanda mlima wa Moria anaugua wewe unaugua juu ya uchafu kwa maisha wa kwanza kisha wa kwanza mlisamehe alatika mbali. Unajua kama ndoa ikiwa salama basi ndio umezeneza na huduma zetu zitakuwa salama kwa viatu tumetengeneza. Kuna zingine vita ya makanisani habatisha mashindano chanzo sio kanisa kama uko na habari kulitokea nyumbani na vya muhira kutokea nyumbani na vya muhira unakutana mchungaji yuko na chama la Kristo na kanisa umekosa bibi alimuiba Kanani wewe amniki Kanani asa bibi kumwelea mpaka mkichwa ya mutwe anakosa matavidulia amtavidulia na nitometi mashi alikuwa Mungu ba Kristo sio kutukana ba Kristo tunashika kutukwa baba barokoni abamalaki wabachungaji utusaidia mkulelewa pastor wetu kufanya juu kanisa lisitawi wake wa wachungaji abagore ba Mungere utusaidie utufashe mchungaji akiwa kwako ni mume wako Mungere ni wawe akiwa kanisani ni mchungaji lakini kwako ni mume wako aliko muhira na mugabo wako tena tuko tuneni na vamu hadi tuingizi tu ambaye upatiwa pasho yake muhira atapata usomo madhabahu anaronga egadirika atapata muda wa kutafakari neno la Mungu nayo kufikira mjambo jina la neno kwako ni vivyo hivi nao uko nyemi haleluya neno la ndoa ni baraka lina faida yake neno la ndoa isinyungu ya mama yangu ati lina faida yake afisinyungu nilikupatia kitabu cha Mithali 3:9 yake maziwa yake ya kutosha siku zote. Hayo ni maziwa ya nani? Hayana mabele yande. Si ya mwanamke ya mume wake.
Hilo sawa litaka kupitia Bluetooth. Uliza kupitia Exenda, Exenda au ulikuwa Bikira Maria. Bikira Maria. Bila tendo la ndoa hata kurangura mabanga ya kubatse hakuna kuzaa. Tunakubaliana kwa hicho, lakini tunaendelea na hicho. Wa mama zangu tunakubaliana. Tunaendelea na hivyo. Nasikia wachache tunakubaliana. Faida ya tendo la ndoa inadhihirisha heshima, Waebrania inasema 13 mstari wa 4, ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yake yawe safi. Heshima ya kwanza ya ndoa inaanzwa na wale wenye ndoa wenyewe. Na heshima yao ni kutimiza tendo la ndoa. Au niulize, mtu mmoja, wawili, watatu, waje waniambie, baadhi waambie na waambie bibiki, kandi wabira wana uliolewa kwa ajili ya nini? Bega orongo kweliki. Nataka mtu nashaku mundu kwa nini uliolewa? Kweliki orongo wewe. Jamani. Na ujia labda mbona msikike katika kulizo kutufa karibu kazi. Nataka mtu nashaku mundu akiongea tofauti mpinge. Ndio ukikitabu kanye ungaambie kwa nini uliolewa? Kweli kwa roho wewe. Shalom. Example ya kwanza, kwa sababu nimeolewa. Chatu ndio ngogo changu. Mimi peke yangu. Kwa sababu nimeolewa. Chatu ndio ngogo. Hapa. Kwa sababu sikutaka dhambi ya zina. Zinashaki chaka tusambani. Sababu ya pili, impamvu ya kabiri, nilitaka Mungu anipatie familia. Nashati mali n'umuryango. Sababu ya tatu, impamvu ya gatatu, heshima, icyubahiro, kuolewa, kurongorwa. Yaani hapo wakati uliolewa ulijua kama unaenda kule kazaa? Wakati nimeolewa watoto Mungu ndiye anapana abana ni nani batanga. Nimeolewa kwa sababu ya kutunza heshima yangu. Narongo kwa kuziga maisha chanzo. Ukimpinga njoo tuambie. Ni mafundisho sio mahubiri. Ni mafundisho na Mungu. Nilisema tu ya kwanza nimekataa kuzini. Na kusambani kama narongo. Usinifu. Kusambani uko nasi. Usinifu. Kusambani. Tabiri heshima. Mama alisema mambo matatu. Kulingana na neno la Mungu. Mungu ameruhusu tendo la ndoa. Faida ya tendo la ndoa ni kuzaa. Faida ya tendo la ndoa ni kuzaa. Faida ya kwanza. Maana Mungu alisema enendeni mkazae na mkulale. Mnyauko kuzaa kupitia tendo la ndoa. Nikasema faida ya pili ni heshima. Sasa wewe kama wewe kwa nini umeolewa kwa kuuliza kama wewe kweli kwa roho wewe? Tunatoka kwanza kule tunaenda kama wewe. Amesema tumeolewa kwa sababu ya Bwana kufanya tendo la ndoa. Kweli kabisa. Faida nyingine sasa ya tendo la ndoa ni nyungu, tunajilinda usinifu. Ni usambani. Kwa sababu si hatuko karanga, ya kila mtu akojeoje. Ukiwa na mwezi wako, atashiba maji ya birika ni mwenyewe. Na mwenyewe ni wewe. Haleluya. Haleluya. Hatuko makaranga. Tunajilinda uzinifu. Sasa wewe ukimnyima mume wako, sijui kwa nini ile ndio wewe unanitia kunyima.